Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Yosh Testimony TV, siku nyingine tena Mungu atupa neema ya kuendelea kujifunza neno la Mungu kutoka chaneli yetu ya Yosh TV, ambayo na lengo moja tu ya kujifunza maneno ya Mungu kupitia Biblia. Na leo tunaendelea na mafundisho ya kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 7 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 10. Tutasoma neno la Mungu na kujifunza vitu vichache mahali hapo. Tutasoma. Na baada ya hayo Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya, maana hakutaka kutembea katika Uyahudi, kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Na sikukuu ya Wayahudi, sikukuu ya vibanda, ilikuwa karibu. Basi ndugu zake wakamwambia, ondoka hapa uende Uyahudi, wanafunzi wako nao wapate kuzitazama kazi zako unazozifanya. Kwa maana hakuna mtu afanyaye neno kwa siri, naye mwenyewe ataka kujulikana. Ukifanya mambo haya, basi jidhihirishe kwa ulimwengu. Maana hata nduguze hawakumwamini. Basi Yesu akamwambia, haujafika bado wakati wangu, ila wakati wenu siku zote upo. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, bali unichukia mimi, kwa sababu mimi na ushuhudia ya kuwa kazi zake ni mbovu. Kweeni nanyi kwenda kula sikukuu, nami sikwei bado kwenda kula sikukuu hii, kwa kuwa haujatimia wakati wangu. Naye alipokwisha kuambia hayo, alikaa vivi hivi huko Galilaya. Hata ndugu zake walipokwisha kukwea kuiendea sikukuu, ndipo yeye naye alipokwea, si kwa wazi, bali kana kwamba kwa siri. Taendelea 11. Basi Wayahudi wakamtafuta kwenye sikukuu, wakasema, yuko wapi yule? Kwa kuwa kukawa na manunguniko mengi katika makutano juu yake. Wengine wakasema ni mtu mwema, na wengine wakasema sivyo, bali anawadanganya makutano. Walakini hakuna mtu aliyemtaja waziwazi kwa sababu ya kuogopa Wayahudi. Nimekipa kichwa cha somo hili kwamba wakati wa Mungu sio wakati wa wanadamu. Wakati wa Mungu sio wakati wa wanadamu. Mstari hii tuliosoma katika sura ya 7 nieleza habari za Yesu kutoka kitabu cha Yohana sura ya 6, ambao wanafunzi wengi wa Yesu walirudi nyuma wakamkataa, akabakia na wale tenashara ambao ni wanafunzi 12. Yesu akamwambia, na nyinyi nataka kuondoka? Akasema hapana. Petro Simon akasema, tuende wapi? Na kwako kuna maneno ya uzima. Kile chini akamwambia, kuna mmoja wenu ambaye shetani anamtafuta, naye shetani atampata, sio mwingine, ni Yuda Iskarioti. Na baada ya hapo kuja kuona sura ya 7 ambao Yesu alikuwa akitembea Galilaya, maana hakutaka kutembea katika Uyahudi. Sura hii ya 6 tuliona Wayahudi walimuuliza maswali mengi sana. Yesu akasema kwamba imenipasa kufanya kazi ya Bwana, na mimi ndimi chakula cha uzima, alaye chakula changu hata ona njaa kamwe. Na Wayahudi walikasirishwa sana na kauli hiyo na watamani kumuua. Yesu kabidi aende kando, atembee katika mji wa Galilaya, kutaka kutembea katika Uyahudi. Kwa hiyo tunakuja kuona Yesu akienda kushiriki sikukuu ya vibanda. Labda nitoe kidogo historia ya sikukuu ya vibanda ambayo inaitwa Sukkot. Sasa hii sikukuu ya vibanda ilikuwa inasherekewa kukumbuka jinsi gani Mungu aliwatunza wana wa Israeli miaka 40. Kwa hiyo hii tunakumbuka jinsi Mungu alivyowatunza wana wa Israeli kwa miaka 40 jangwani. Na katika hiyo miaka yote Mungu aliwatunza, aliwalisha, aliwapa mahitaji yao. Katika miaka yote Biblia inasema
hata nguo zao hazikuchakaa, na alifanya miujiza mingi kama kuwalisha kwa mana, na kwa wale kuna sehemu nyingine walikula ndege waliwashushia. Kwa hiyo sikukuu ilikuwa na malengo matatu: kumkumbuka matendo makuu ya Bwana, kumshukuru Mungu, na ilifanyika mwishoni wa mavuno wa mwaka, Harvest Festival, wakishukuru, wakimtolea Mungu dhabihu na kumtukuza Mungu kwa jinsi ambavyo aliwatunza miaka ile, na alikuwa anasherehekea kwa kupeleka dhabihu mbele za Mungu. Kwa hiyo watu walitoa shukrani kwa mavuno na kwa ulinzi wa Mungu. Na ilikuwa sikukuu ambayo ilikuwa fanyika Yerusalemu. Watu wengi wa Israeli walikuwa wakutana pamoja kufurahi na kumtukuza Mungu pamoja. Na Agano la Kale ilisherekewa. Utakuja kuona Wafalme wa Kwanza 8 mstari wa 2 kwenye agano alivyotengeza tu Suleiman ile hekalu, wakamshukuru Mungu katika ile hekalu. Lakini hata baada kujenga na hekalu upya na kurejea kutoka utumwani Babeli, Ezekiel na Nehemia pia wakajenga, wakamshukuru Mungu kwa kusherekea hiyo sikukuu ya vibanda. Sasa kuja kuona hii sura ya 7 ambapo Yesu anakuja kwenda kusherekea hii sikukuu. Na ilikuwa tofauti kidogo kwa sababu walitegemea Yesu, kwa sababu Yahudi atakuwa mbele kabisa kuonekana na kujionyesha kwamba yeye ni mfalme, yeye ni mwana wa Mungu, ana nguvu na ishara na maajabu. Kama tulivyoona aliweza kuwalisha watu 5,000 mikate. Kwa hiyo Yesu alifahamika sana na alikuwa na watu wengi wanamjua. Lakini katika miongoni mwao kuna watu walikuwa wanamchukia, watu walikuwa wampendi, na watu wengine Wayahudi walipanga kumuua kwa sababu Yesu anasema ni chakula kitokacho mbinguni. Wakati huo siku chache baada hapo kwa sherekea sikukuu ya vibanda, akikumbuka jinsi Musa alivyowalisha watu chakula kutoka mbinguni, mana. Sasa Yesu anakuja anasema yeye ndio chakula cha uzima, ametoka mbinguni. Yesu hakutaka kubishana nao, lakini alionyesha unyenyekevu mkubwa sana. Akawaambia wakati wangu bado. Na hili ni somo la kwanza ambalo nataka nikukumbushe mpendwa. Watu wengi wanapenda kutafuta umaarufu, kutafuta sifa, kutafuta kujulikana, kutafuta mambo ya kidunia, kutafuta mambo ambayo yanapenda kujionyesha kwa watu. Lakini mstari wa 6 Biblia inasema, hii sura ya 7, basi Yesu akawaambia, haujafika bado wakati wangu, ila wakati wenu siku zote upo. Wakati wa kujionyesha nyie kwamba ni wazuri, ni wakuu, na mamlaka, mnajua vitu vingi, upo kila siku. Wakati wangu haujafika bado. Hata sura ya 8 hapa mwishoni akasema, mimi sikwei bado kwenda kula sikukuu hii, kwa kuwa haujatimia wakati wangu. Yesu alijua wakati wake sahihi wa Mungu kumtukuza, wakati wake sahihi ya kusema hakika hawa ni wana wa Mungu, hakika kweli huyu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kwa sababu watu hawakumwamini, hakulazimisha. Siku ya leo nikukumbusha, usilazimishe mambo. Kama wakati haujafika, uwe na uvumilivu. Wakati utafika tu. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Wakati wa Mungu ni wakati halisi. Wakati wa Mungu ni wakati uliokubaliwa kwa wewe kufanya jambo hilo na kusudi fulani, ili utukufu wa Mungu uweze kutimia. Mtumishi wa Mungu Suleiman kwenye kitabu cha Mhubiri 3:1 anakumbusha kwamba kila jambo na wakati na majira yake. Wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna, wakati wa kucheka, wakati wa kulia, wakati wa kukusanya na wakati wa kutawanya. Kila jambo na wakati wake. Na Mungu ameweka kila jambo kwa kusudi lake. Yesu alijua kusudi lake. Akajua wakati huu haujafika kujionyesha, kujitamnua. Kumbuka hapo mwisho tulisoma kwamba alivyokuwa anaongea kuhusu habari za yeye ni chakula cha uzima, alikuwa Kapenaumu huko anaongea katika na watu mbalimbali. Lakini hapa akasema wakati wangu haujafika.
Hivyo jifunze kutambua wakati, mtumishi wa Bwana. Kitabu cha Habakuki 2:3 inasema yaandike maono haya, maana yatatimia kwa wakati wake uliokubaliwa. Hatachelewa, yatatimia. Lakini watu wengi hawataki hata kuandika maono, hawataki kukumbatia maono. Wao wanakimbilia tu kujionyesha kwamba mimi ni nani, unajua na mpango gani, Mungu ameniambia jambo fulani litatimia. Hapana, ngojee Bwana kwa subira. Uwe mtu wa subira, uwe mtu wa kutulia, uwe mtu wa kusubiri wakati. Ukiona kuna mtu mwingine ndio yuko mbele zaidi, usifukuzane naye, kupambana naye ili wewe uweze kuchukua hiyo nafasi. Wakati wako utafika tu wa kuchukua nafasi na kusonga mbele. Kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 7 nasema mngoje Bwana kwa subira. Mngoje Bwana, hajachelewa. Usichoke kumngoja Bwana kwa subira, kwa nguvu zote, kwa utulivu wote. Wakati wa Bwana ni wakati sahihi. Hata pia Galatia 4:4 atukumbusha kwamba wakati ulipotimia, Mungu alimtuma mwana wake Yesu Kristo ili kuja kuokoa ulimwengu, aje kwa ajili yetu. Miaka mingi elfu ilipita, madamu alikuwa na shida, changamoto na tabu. Wakati ulipotimia, Mungu akamtuma mwana wake Yesu Kristo. Somo hili leo natukumbusha kutambua wakati wa Mungu, kwamba ni wakati sahihi, wakati wa majibu, wakati wa kuweza kupokea jambo ambalo Mungu alikusudia. Jambo la pili ambalo napenda kujifunza kutoka mstari huu, hasa mstari wa 5 ambao anasema maana hata ndugu zake hawakumwamini. Tunajifunza kwamba watu wa karibu sana waweza kutoamini au kuelewa huduma yako. Kama nilivyoanza kwamba wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Hivyo usipambane kujionyesha, kwa sababu watu wa karibu ndio wanategemea kukutambulisha, kukujua, kukufahamu, kukuamini. Inawezekana asikuamini. Hivyo ukiwa mtu ambaye anatamani kupendeza watu, kuonekana kwa watu kwamba wewe ni mzuri, kwamba wewe ni unafaa, watu wa karibu unawezekana asikuamini. Tujifunza somo lililopita huko nyuma, somo moja hapo, kwamba nabii hana heshima kwao. Yesu mwenyewe asema watu wa karibu wa nyumbani kwake hawakumwamini. Wakaanza kumwambia nenda kwa wanafunzi wako huko, kajionyeshe, kafanya mishale, kafanya mambo makubwa, lakini wakawa na mkebei tu. Yesu alijua kwamba wakati wake hujafika. Wakati ukifika, watajua kwamba yeye ni Mungu. Hiyo ni Luka 4:24 tulosoma, lakini pia unaweza kusoma kwamba hakuna nabii aliyekubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Hivyo usitafute kufahamika, kupata maarufu kutoka kwa watu. Na hata Daudi alisema katika Zaburi 27 mstari wa 10, kwa baba yangu na mama yangu ameniacha, lakini Bwana atanipokea. Ina maana gani? Tafuta kukubaliwa na Mungu zaidi. Tafuta kujulikana na Mungu zaidi. Usitafute kutamaniwa au kujulikana au kuonyesha zaidi kwa watu. Yesu akasema hapana, wakati wangu haujafika. Lakini kumbuka Yesu alisema pia Mathayo 10:36, adui wa mtu watakuwa watu wa nyumbani kwake mwenyewe. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anamwambia nenda, fanya mambo makubwa, kwa nini unajificha huku Galilaya? Tenda huko kwa Wayahudi, kwa watu wenzako. Lakini ndani yake walikuwa wanamchukia. Ndio maana Yesu mstari wa 7 akasema ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, bali unichukia mimi, kwa sababu mimi na ushuhudia ya kuwa kazi zake ni mbovu. Kwa hiyo Yesu alijua kabisa kwamba mwanadamu utachukiwa, mwanadamu utaonewa, mwanadamu watu hata kupenda. Akamwambia wanafunzi wake, nyinyi nendeni kwa yeye mkale huko, lakini mimi wakati wangu hujatimia. Takaa tu Galilaya huku. Hata kinua kama mimi sifai, sawa, lakini nyie watu watawachukia. Na maana gani? Wadui wa kwanza ni wa mtu na nyumbani kwake. Unapopata pingamizi, unapopata kuchukiwa, unapopata kuonewa, unapopata kukataliwa, usikate tamaa. Jua Yesu alikataliwa ndugu zake, alionewa na ndugu zake, lakini wakati wa Mungu ulivyotimia, Yesu akaja kuheshimika zaidi. Lakini pia jambo jingine ambalo nataka tujifunze kwenye mstari huu wa 7, Biblia inasema ulimwengu hauwezi
kuwachukia ninyi, bali unichukia mimi, kwa sababu mimi nashuhudia ya kuwa kazi zake ni mbovu. Nataka jifunze kwamba kuishi katika ukweli kuleta upingamizi. Yesu aliamua kuishi katika ukweli, kushuhudia kweli na kukataa kazi mbovu za ibilisi na wanazotenda wanadamu. Kasema, najua atapata upinzani, hivyo na wewe utapata upinzani. Hivyo mpendwa mtazamaji, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Hata kama utapata upinzani leo, kuna wakati wa Mungu utakuja kuinuliwa, wa kutambulika kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, kwamba wewe umetumwa kufanya kazi ya Bwana. Unachokitenda ni kweli na amina. Usikubali kufanya mambo ambayo yatakughalikisha, yatakufanya kutupunguzie kazi yako, utu wako, uonekane mtu wa kawaida. Lakini ukimtumikia Yesu Kristo, Bwana atakuheshimisha. Timotheo wa pili mstari wa 3 mstari 12, Biblia inasema wote wapendao kuishi maisha ya utauwa watateswa. Tusoma vizuri, watapata changamoto. Yohana 15:18 akasema, ulimwengu ulimchukia Yesu kwanza kabla ya wafuasi wake. Kwa hiyo heri kuteswa kwa sababu ya haki. Wakati wa Bwana ukifika na watu ambao wanasema kwamba unakosea, haufai, wale watapiga magoti. Wanasema hakika wewe ni mtu wa Mungu, wewe unafaa, wewe unastahili. Hivyo mpendwa mtazamaji, naomba kutia moyo, kama unapitia wakati mgumu, unapitia wakati wa kukataliwa, unapitia wakati wa kurudishwa nyuma, wakati wa Mungu na wakati sahihi. Leo nataka niombe na wewe msaada wa Mungu akusaidia kutia nguvu, uweze kumpendeza yeye na uenende katika wakati wa Mungu. Tuombe. Bwana Mungu, asante kwa somo hili, tukumbusha siku ya leo kwamba wakati wako ni wakati sahihi. Saidie mtazamaji wangu huyu, saidie kila mmoja ajifunza leo, tukatambue wakati wako, tukatambue majira yako, tukatambue kazi njema uliyofanya, katika jina la Yesu Kristo. Leo tunajikabidhi mbele zako, tusaidie. Kama mtu hajaokoka, naomba mpe neema ya wokovu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen.